na kufika mahali hapa kwa ajili ya kushiriki kikao hiki muhimu, ikiwa ni moja ya hatua za kupitia mapendekezo mliowasilisha ya kugawa jimbo la uchaguzi la Magu katika halmashauri ya Magu. Ndugu wadau, kwa mujibu wa ibara ya 75 ibara ndogo ya 4 na ya 6C ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, ikisoma pamoja na kifungu cha 10 kidogo cha kwanza D cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, sheria namba 1 ya mwaka 2024, tume ina jukumu la kuchunguza na kuigawa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika majimbo ya uchaguzi. Aidha, tume inaweza kutekeleza jukumu hilo mara kwa mara au angalau kila baada ya miaka 10. Aidha, ibara ya 75 ibara ndogo ya 3 na ya 4 imeainisha vigezo vya ugawaji wa majimbo ambavyo ni idadi ya watu, upatikanaji wa mawasiliano na hali ya kijiografia. Vigezo vingine vinavyozingatiwa na tume katika kugawa majimbo vimeainishwa katika jedwali la 3 la kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, kanuni za mwaka 2024, na vigezo hivyo ni kama ifuatavyo: mosi, hali ya kiuchumi; pili, ukubwa wa eneo la jimbo husika; tatu, mipaka ya kiutawala, jimbo moja kutokuwa ndani ya wilaya au halmashauri mbili; nne, mpangilio wa maeneo ya makazi ya watu yaliyopo; tano, mazingira ya muungano; sita, uwezo wa ukumbi wa bunge; na 7, idadi ya viti maalum vya wanawake. Ndugu wadau, tulipokea maombi ya mapendekezo ya kugawa jimbo la uchaguzi la Magu kupitia barua yenye kumbu namba CFA.89/231/016C/20 ya tarehe 11 Machi 2025 kutoka kwa Katibu Tawala Mkoa wa Mwanza. Ndugu wadau, kwa mujibu wa kanuni ya 18 ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka 2024, tume imechagua kutembelea baadhi ya majimbo yaliyoomba kugawanywa kwa lengo la kujiridhisha iwapo taarifa zilizopo kwenye maombi yaliyowasilishwa ni sahihi kuhusu jimbo husika. Mojawapo ya jimbo linalotembelewa ni hapa halmashauri ya wilaya ya Magu. Katika kikao cha leo ambacho kinatarajiwa kuwa kifupi sana, tume itapenda kujiridhisha kuhusu taarifa mbalimbali zilizopo kwenye maombi mliowasilisha. Taarifa hizo ni pamoja na mgawanyo wa kata, mipaka iliyopendekezwa, ramani ya jimbo linalopendekezwa kugawanywa, idadi ya watu kama ambavyo nimependekeza, pamoja na jina la jimbo lililowasilishwa kwa tume. Hivyo, kaimu mkurugenzi wa uchaguzi aliyepokulia kwangu hapa atawasilisha kwa njia ya PowerPoint, nadhani mmejiandaa kwa njia ya PowerPoint, taarifa hizo ili kikao kiweze kusema ni sahihi au vinginevyo.
na katika process hii nitawaomba washiriki wote kuweza kuangalia kwenye hiyo PowerPoint na kuweza kujibu maswali ipasavyo ili sisi tujiridhishe kile kilichotuleta hapa. Aidha, napenda kuwakumbusha kuwa iwapo kikao hiki hakitakubaliana na taarifa zilizowasilishwa za kuomba kugawanywa kwa jimbo, mchakato huu tutaurejesha kwa katibu tawala wa mkoa ili uanze upya kwa kuzingatia maoni na ushauri wa wadau ambao utaanzia kwenye baraza la madiwani, kamati ya ushauri ya wilaya na kamati ya ushauri ya mkoa, kisha yaletwe tena tume. Kwa utaratibu huu, changamoto ni kwamba mchakato huo unaweza kupishana na kalenda ya utekelezaji wa majukumu ya tume. Ndugu wadau, mwisho lakini sio kwa umuhimu, kama nilivyoeleza kuwa kikao hiki ni kifupi. Lengo lake ni kujiridhisha na takwimu na jina la jimbo kama mlivyowasilisha, ikiwa ni sehemu ya jukumu la tume la kuwashirikisha wadau wake wa uchaguzi. Naitwa Joel Juma Ali Nzia Jose, katibu wa Chadema wilaya ya Magu. Kwanza nishukuru kwa ujio wenu katika wilaya yetu ya Magu ambayo ina mkakati wa kuligawa hili jimbo, na tayari vikao kama wajumbe walivyoeleza naona inajitosheleza. Lakini niseme jambo moja kwamba sisi kama vyama vya siasa kama wenzangu walivyo hapa, lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba maendeleo yanawafikia wananchi kwa wakati mwafaka kama ilivyozungumzwa katika taarifa hiyo. Kwa hiyo sisi, kwanza niseme kwamba kuna kitu kimesahaulika. Unapokata jimbo, pia hata ajira zimo mle, hata kwenye vyama ajira zipo, si ndio ndugu zangu? Wewe ulikuwa wa wilaya, sasa watakuwepo hata wa jimbo. Lakini pia kuna watu wataalamu wengine watakuwa wanaingia kupembua mambo ili jimbo lile nalo liweze kustawi. Kwa hiyo sisi chama chetu pamoja na vyama vingine, viongozi madiwani, wataalamu mbalimbali na wadau, tunasema kwamba tuko pamoja na ndilo lengo letu kubwa, kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maendeleo kwa wakati mwafaka, na sisi tutasimama pamoja kuhakikisha kwamba jimbo letu litakalokatwa jipya linastawi na kuungana na jimbo hili, wilaya yetu isonge mbele katika maendeleo. Na mwisho, kama wenzangu walivyoomba, sisi Chadema na viongozi wengine tutafurahi mkifika kule kwamba wananchi hawa mnawapa morali wa kuendelea kubuni, si kubuni kukata majimbo, bali mtatuongezea morali wa kubuni maendeleo zaidi, na hata wawekezaji tunaamini watafika Magu na hata jimbo jipya litakalokata. Naamini tume yako itazunguka maeneo mengi, lakini yaweza kuwa maeneo mengine wewe hutafika, lakini ukatupa heshima wana Magu, wewe mwenyewe mwenyekiti, kwamba nifike Magu. Hicho ndicho ambacho kwa kweli tunakushukuru na kupongeza sana. La pili, sina maneno mengi ya kuzungumza kwa sababu hawa ndio mimi ndio hawa. Kwa waliozungumza ni hayo. Kwa hiyo niseme tu kwamba Mungu akubariki unapoendelea na mchakato huu mkubwa. Ni jambo zito, ninaamini walioomba ni wengi, vigezo ni vingi, lakini basi
tumwachie Mwenyezi Mungu na wewe mwenyewe pamoja na tume yako. Mungu akubariki sana. Tunaendelea kukudhibitishia kwamba mgawanyo huu wa jimbo ni hitaji la wananchi wa wilaya ya Magu. Liliibuliwa na wananchi wenyewe kwenye vikao ambapo sisi watu tunafanya vikao. Kwa hiyo ni hitaji la wananchi. Kama unavyojua, Mwalimu Nyerere aliweka Tanzania kuwa ni ndugu, wanatembeleana. Kwa hiyo wanakutana sehemu zingine, kuna jimbo ambalo ni dogo na jimbo lao wanaliona ni kubwa. Kwa hiyo ukiangalia hata kwa sifa ambazo sisi tumeziweka ziko sahihi. Ukiangalia kama tulivyosema, mwenyekiti wa tume, jimbo la Magu lenye kata 25, mfuko tu wa jimbo wa kuchochea maendeleo itabidi mbunge atumie na ya kwake mfukoni binafsi. Lakini ukiangalia pia barabara nazo za jimbo la Magu haziwezi zikawa nzuri. Hiyo bilioni 2 au bilioni 1.5 Mama Samia anayoitoa haitoshelezi kwa jimbo letu la Magu. Ukiangalia na majimbo mengine jinsi yalivyo, barabara zetu haziko salama kwa sababu ya ukubwa wa eneo na ukubwa wa jimbo hili. Kama chifu alivyosema, Mungu akuangazie na Mungu akupe hekima pamoja na tume yote. Ikiwezekana mkifika tu hata njiani hamjafika Dodoma, mseme Magu ni jimbo. Tunakushukuru sana. Kwa jina naitwa Verina Makwandi, diwani wa kata ya Isandura. Kwa kweli leo nimefurahishwa sana na tume ya huru ya uchaguzi kufika Magu kufanya kikao ambacho tuliomba muda mrefu katika maisha yetu ya wilaya ya Magu. Lakini kwa maoni yangu, kwa upande wa wakina mama, hili jimbo likishakatwa tutakuwa na utaratibu, litakuwa na utaratibu mzuri kwa sababu mbunge wetu ni mmoja, jimbo ni moja, lakini jiografia yake ndio inakuwa na mchakato mkubwa. Kwa mfano mtu anatoka Ngaya kuja Magu, kama mama, usafiri wa kutoka Ngaya kuja Magu ni shilingi 10,000 kwenda na kurudi. Lakini pia akihitaji kumuona mbunge kama mbunge, ili kumuomba hitaji la wakina mama, kutoka Ndagaru kuja Magu mpaka afike kwa mbunge ni shilingi 20,000, kwenda na kurudi ni shilingi 40,000. Kwa kipato cha mama, kwa usafiri ule inakuwa na shida. Lakini pia tutakuwa na watoto wetu watasoma bila changamoto tukiwa na majimbo mawili. Lakini hata mapato ya Magu yataongezeka tukiwa na majimbo mawili. Tutakuwa na wawakilishi wawili wakiwa wa majimbo, wakiwa wanatambua matatizo yaliyoko kwenye majimbo yetu. Lakini kitu kingine ambacho kimenifurahisha sana siku ya leo, kimenifurahisha sana, hata vyama vingine vya upinzani vimekubaliana na Chama cha Mapinduzi na serikali ya Mama Samia kukata jimbo la Magu. Ni kiasi gani hata vyama vya upinzani vinaona adha ya watu wa Magu tulionayo, hasa wakina mama, vijana, walemavu na watu wengine wote. Kwa hiyo ombi langu kwa jaji, mguu aliotia Magu uondoke na baraka, hatimaye tupate jimbo, tupate majimbo mawili. Ninaitwa Enos Ndobeji Kalambo, ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Magu. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kutokana na mchakato huu muhimu na mzuri wa kugawa jimbo letu la Magu. Kuna umuhimu mkubwa wa kugawa jimbo hili la Magu kwa sababu itasaidia sana kusogeza huduma kwa wananchi. Tutakuwa na fedha ambazo zitakuja moja kwa moja kwa wananchi, badala ya kuwa kutoa fedha kwa jimbo moja, tutatoa fedha kwa majimbo mawili, ambayo itasaidia sana kusogeza huduma kwa wananchi. Kwa hivyo mimi niombe tu mchakato huu ufanyike haraka na kwamba wananchi waweze kufaidika na huduma kutoka katika serikali yao. Mimi ninaitwa Juventine Doto Machibia, Chifu Shilinde wa pili katika himaya ya Utemi wa Ndagaru, wilaya ya Magu, mkoa wa Mwanza. Hapa sasa hivi tulikuwa na kikao kizuri cha mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi kwa ajili ya kufuatilia uamuzi wetu wananchi wa Magu kwamba jimbo letu ni kubwa,
Yaani ukifuatilia kule juu linaanza karibu Bariadi bwana, alafu mpaka mjini. Kwa hiyo tunachelewa kupata huduma, lakini baada ya uamuzi huu na busara za serikali, kwa kweli leo tutawaambia wananchi tukirudi kule kwamba sasa kwa kweli jambo hili litafanyika na wananchi wafurahi, wajiandae kwa maendeleo yao zaidi, kwa sababu hata wataalamu tutapata wengine, najua na viongozi wetu watachangamka zaidi na wananchi nao wataitikia. Kwa hiyo tunashukuru sana hii tume imefanya safari hii.